Katika kijiji kidogo cha Mwanzaga, maisha yalikuwa magumu kama ilivyo kwa familia nyingi za huko. Halima, mwanamke mwenye uso mzuri na macho yenye mvuto wa ajabu, aliishi na mume wake Juma katika nyumba ya udongo yenye paa la mabati yaliyopauka. Ingawa Juma alikuwa mchapakazi, maisha yao yalikuwa ya taabu, mara nyingi walilala bila chakula cha kutosha. Halima hakupenda hali hiyo hata kidogo. Kila asubuhi, alipokuwa akiosha vyombo nje ya nyumba, alitazama magari yakipita yakielekea mjini. Watu wakiwa wamevaa vizuri, wakicheka, wakionekana wenye furaha. Moyoni mwake kulizaliwa kitu hatari, tamaa ya raha na chuki kwa umaskini. Juma alikuwa mpole na mwenye matumaini. Alimpenda Halima, na kila mara alimwambia, "Subra mke wangu, Mungu ni mwema. Tutapambana, watoto wetu watasoma, na siku moja tutajenga nyumba bora." Lakini Halima hakusikia tena maneno hayo. Macho yake yalikuwa yameelekezwa mbali, kwenye ndoto za maisha ya kifahari, nguo nzuri, saluni na chakula cha hoteli. Usiku mmoja, walipokuwa wamekaa karibu na moto mdogo, Juma alimwambia kwa sauti ya upole, "Halima, nimepata kazi ya kujenga nyumba ya mkuu wa wilaya. Nitakuwa nikilipa deni letu taratibu." Badala ya kufurahia, Halima alitabasamu kwa kejeli. "Juma, kila siku ni ahadi hizo hizo. Wenzetu wanaishi mjini, wanavaa vizuri, wana magari. Sisi tutaendelea hivi mpaka lini?" Maneno yake yalimuumiza Juma moyoni. Alijua mkewe amechoshwa na umaskini, lakini hakujua tamaa hiyo ingeenda mbali kiasi gani. Siku zikapita, Halima alianza kuwa na marafiki waliokuwa wakitoka mjini, wanawake waliokuwa wakija kijijini kupumzika. Walimwambia kuhusu maisha ya raha, klabu, na wanaume matajiri waliokuwa tayari kumtoa kijijini. Kila neno lililokuwa likitoka kwao lilimchoma kama moto wa tamaa. Kila alipoyaona maisha ya majirani waliokuwa na nyumba nzuri, moyo wake ulizidi kuchukia hali yake. Hakutaka tena kusikia kuhusu kuvumilia au kupambana. Kwa akili yake, watoto na familia maskini walikuwa mzigo unaomrudisha nyuma. Ndipo alipoanza kujiambia kimoyomoyo, "Nitafanya chochote ili niondoke kwenye haya maisha. Sitakaa nizeeke kwenye udongo huu." Hapo ndipo safari ya Halima ya kuelekea katika giza la tamaa ilipoanza, safari ambayo ingetia doa maisha yake milele. Miezi michache ilipita tangu Halima aanze kubadilika. Alikuwa mkaidi, mwenye maneno makali, na mara nyingi alizungumza kana kwamba Juma ndiye chanzo cha mateso yake yote. Siku moja alihisi kichefuchefu na maumivu tumboni. Alipoenda kliniki ya kijiji, muuguzi alimwangalia kwa tabasamu na kusema, "Hongera mama, una ujauzito wa miezi 2 na inaonekana ni mapacha." Maneno hayo ambayo kwa wanawake wengi yangekuwa habari njema, kwa Halima yalikuwa kama laana. Alinyamaza kwa muda mrefu, akitazama sakafuni. "Mapacha?" aliuliza kwa sauti ya chini. Muuguzi alitabasamu, "Ndiyo, Mungu amekubariki." Lakini moyoni mwa Halima hakukuwa na shukrani, bali hasira. Aliona ujauzito huo kama kizuizi kipya kitakachomfunga milele katika umaskini. Aliporudi nyumbani, Juma alikuwa anapika uji. Alipomwona mkewe akija, alinyanyua kichwa kwa furaha. "Halima, umepimwa? Vipi, kila kitu kiko sawa?" Halima alijibu kwa ukali, "Sawa tu. Ila nimechoka. Sitaki tena maisha haya." Juma alisita kidogo, akihisi kuna jambo. Baadaye usiku, alipomwambia kuwa wana ujauzito wa mapacha, Juma alishangilia kwa furaha. "Mungu ni mwema. Tutabarikiwa watoto 2 kwa pamoja." Lakini Halima alijibu kwa sauti baridi, "Mimi sitaki hao watoto. Wanamaanisha mzigo zaidi, njaa zaidi, mateso zaidi." Juma alinyamaza kwa muda, akijaribu kumuelewa. Kisha akamshika mkono kwa upole, "Halima, usiseme hivyo. Watoto ni baraka. Hata tukiteseka leo, kesho Mungu atafungua njia." Lakini Halima hakuwa tayari kusikiliza. Kila siku alipoona tumbo likianza kuongezeka, alianza kuchukia mwili wake. Aliamini huo ulikuwa mwanzo wa mwisho wa ndoto zake za kuishi mjini. Siku moja, akiwa peke yake nyumbani, alikwenda kwa mganga aliyekuwa kijijini, akimuomba dawa ya kuondoa mzigo. Mganga alimtazama kwa macho makali na kusema, "Usijaribu jambo hilo. Damu ya mtoto haiko rahisi." Halima alirudi nyumbani akiwa na hasira na hofu. Alijaribu kunywa dawa za kienyeji alizoambiwa zinaweza kusababisha kuharibika kwa mimba, lakini kila alipojaribu, alihisi kichefuchefu kikubwa na hofu moyoni. Kila usiku alikuwa akilala akiwa na mawazo ya kukimbia, huku Juma akiendelea kumwombea na kumtuliza.
Lakini moyoni mwa Halima, upendo wa mama ulikuwa umeanza kufa taratibu, ukibadilishwa na tamaa na chuki kwa maisha yake. Ujauzito huo uliokuwa wa mapacha ungekuwa mwanzo wa maamuzi mabaya zaidi maishani mwake. Miezi 9 ilipita taratibu kama miaka. Halima alibeba ujauzito wake kwa hasira na majuto. Wakati wanawake wengine walikuwa wakifurahia kupokea maisha mapya tumboni mwao, yeye alihesabu siku kwa uchungu, akisubiri afikie mwisho wa mzigo huo. Juma alijitahidi kumpa upendo, kumsaidia na kazi, na hata kutafuta pesa za mahitaji, lakini Halima hakuwahi kutabasamu hata mara moja. Siku moja usiku, mvua kubwa ilinyesha, radi zikapiga na upepo ukavuma kwa nguvu. Wakati huo, Halima alianza kupata maumivu makali ya kujifungua. Juma alikimbia kumuita mkunga wa kijiji. Baada ya saa kadhaa za uchungu wa kuzaa, sauti mbili za vilio vya watoto wachanga zilijaza nyumba ndogo ya udongo. Juma alisimama akiwa na machozi ya furaha. Alitazama mapacha wale, watoto wa kiume, wenye ngozi nyororo na nyuso zenye mvuto. Akasema kwa sauti ya shukrani, "Asante Mungu wangu, hawa ni baraka zetu." Aliwatazama mkewe, akidhani atatabasamu, lakini Halima aligeuza uso wake. Hakutaka hata kuwagusa watoto wale. Mkunga alipoondoka, Juma alimshika Halima mkono na kusema, "Angalia jinsi walivyo wazuri, Halima. Wanafanana nawe kabisa." Lakini Halima alijibu kwa baridi, "Uzuri haujalishi, Juma. Wazuri hawalipi bili." Maneno hayo yalimvunja moyo Juma. Alijaribu kumtuliza, lakini Halima aliendelea kuonyesha chuki ya ajabu. Kila siku, alipoona watoto wakinguruma au kulia, alionekana kuchukia zaidi. Wakati mwingine alikuwa akiwatazama kwa macho yaliyokosa huruma, kana kwamba walikuwa adui zake. Siku moja asubuhi, Juma alienda sokoni kutafuta chakula. Halima alikaa kitandani, akiwaangalia mapacha wakiwa wamelala kitandani kwa upole. Mioyo yao midogo ilidunda kwa utulivu. Lakini badala ya upendo, macho yake yalijaa chuki na huzuni. Aliwaza, hawa ndio waliokuja kunifunga hapa. Kama si hawa, ningekuwa mjini, ningekuwa na maisha bora. Alijisikia kana kwamba damu yake inachemka kwa hasira. Alinyanyuka, akaenda nje kupumua, akijaribu kuondoa mawazo hayo, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na giza lililoanza kukua taratibu. Wakati Juma alirudi, alikuta watoto wamelala na Halima akiwa kimya, akitazama mbali bila kusema neno. Ndani ya macho yake kulionekana kitu kisicho cha kawaida. Si macho ya mama, bali ya mwanamke aliyepoteza huruma. Ndipo giza la tamaa likaanza kuchukua nafasi ya upendo wa mama kabisa. Miezi michache ilipita tangu Halima ajifungue, lakini badala ya furaha, nyumba yao ilijaa ukimya na huzuni. Juma alifanya kazi usiku na mchana, akijaribu kutafuta riziki kwa ajili ya familia, lakini kipato hakikutosha. Wakati mwingine, walilala bila chakula, watoto wakilia kwa njaa. Halima, badala ya kuvumilia, alianza kumlaumu mumewe kila siku. "Juma, unafikiri watoto watakula matumaini yako? Mimi nimechoka na haya maisha." Maneno hayo yalikuwa kama mishale moyoni mwa Juma. Alijaribu kila njia kumtuliza, lakini Halima hakuwa tayari tena kuishi maisha ya umaskini. Wakati huo huo, kijijini kulianza kuja watu kutoka mjini, wakileta bidhaa na magari yao ya kifahari. Miongoni mwao alikuwepo mwanaume mmoja aitwaye Hassan, tajiri mwenye umri wa makamo, aliyekuwa na tabia ya kupenda wanawake vijana. Alipomwona Halima, alivutiwa naye sana. Kila alipoenda kijijini, alimletea zawadi ndogondogo, nguo, manukato na chakula kizuri. Halima alianza kuhisi ndoto zake za zamani zinarudi. Hassan alimwambia kwa sauti tamu, "Ukiniamini, nitakutoa hapa kijijini. Utavaa vizuri, utaishi mjini, hutateseka tena." Maneno hayo yalijaa sumu ya tamaa. Halima alianza kumchezea siri Juma, akikutana na Hassan kwa faragha. Kila aliporudi nyumbani, aliwatazama watoto wake mapacha wakiwa wamelala, na moyo wake ulijaa chuki. Aliwaona kama kizuizi kitakachomfanya Hassan asichukue kwa urahisi. Usiku mmoja, Halima alikaa kitandani akiwa amechoka, akili yake ikiwa imechanganyikiwa. Ndani ya kichwa chake, sauti ya tamaa ilimnong'oneza, "Hawa watoto ndio kikwazo. Ukiwaondoa utapata uhuru wako." Alijaribu kuipuuza, lakini kadri siku zilivyopita, wazo hilo liliota mizizi. Siku ya tukio, mvua ilikuwa imenyesha mchana. Usiku ulipowadia, kila kitu kilikuwa kimya. Juma alikuwa ameenda kwa jirani kuchukua chakula cha usiku.
Halima akawachukua watoto wake, wakiwa wamelala kwa utulivu. Aliwafunika kwa kitambaa, akatoka nje taratibu. Moyo wake uligonga kwa kasi, lakini hakusimama. Alipofika nyuma ya nyumba, alisimama karibu na shimo la choo, lililokuwa limejengwa kwa mbao dhaifu. Alitazama ndani yake, giza likiwa limejaa harufu mbaya. Kwa sekunde chache alisita, machozi yakaanza kumtoka, lakini tamaa ikashinda huruma. Kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka, aliwatelekeza watoto wale humo, kisha akageuka na kukimbia. Kilio kidogo kilisikika kutoka shimoni, lakini Halima hakurudi. Ndani ya dakika chache alifunga virago vyake, akaondoka kijijini kuelekea mjini, akiamini amejiondoa kwenye mateso milele, bila kujua kuwa huo ulikuwa mwanzo wa mwisho wa amani yake maishani. Alipokaribia kupambazuka, kijiji kizima kilikuwa kimetulia. Ndege walianza kuimba, upepo mwanana ukavuma juu ya nyumba za udongo. Lakini nyuma ya nyumba ya Juma, sauti ndogo dhaifu ya mtoto ilianza kusikika kutoka shimoni. Sauti ya kulia kwa uchungu, dhaifu kama pumzi ya mwisho. Jirani mmoja, mama wa makamo aitwaye Mama Zawadi, alikuwa akipita karibu akienda kisimani. Aliposikia sauti hiyo, alisimama ghafla. Alijaribu kusikiliza vizuri, akadhani pengine ni paka aliyenaswa. Lakini kilio kikarudi tena, kikilia kwa maumivu na hofu. Akapiga kelele, watu wa Mungu, njoni haraka. Kuna mtoto analia humu. Ndani ya dakika chache, watu wa kijiji walikusanyika. Wengine walishika taa, wengine mikono vichwani. Walipoangaza ndani ya shimo lile lenye giza na harufu kali, waliona kitu kilichowaacha wameshikwa na butwaa. Watoto wawili wadogo, mapacha, wakiwa hai, lakini wamedhalilika kwa matope. Wanaume wakaanza kutafuta kamba na fito. Kwa tahadhari kubwa, walishuka na kuwatoa mmoja mmoja. Vilio vya watoto vilijaa hewani, vikichanganyika na sauti za watu waliokuwa wakilia kwa mshtuko. Juma, ambaye alikuwa ameenda kwa jirani kuchukua chakula, alipata habari hizo akiwa njiani. Alipofika, alianguka chini kabla hata hajawaona. Watoto wangu, wamefanyiwa nini? Alilia kwa sauti nzito, machozi yakitiririka usoni. Alipowachukua mikononi, mioyo yao midogo ilikuwa bado inapiga, ingawa kwa udhaifu. Mama Zawadi alitazama uso wa Juma kwa huzuni, akasema kwa sauti ya chini, tulifikiri wamekufa, lakini Mungu si mwanadamu. Aliwalinda. Wazee wa kijiji walijikusanya, wakatuma watu kumtafuta Halima, lakini alionekana kama aliyemezwa na ardhi. Hakukuwa na alama yoyote ya nyayo zake, wala taarifa alipokwenda. Watoto walipelekwa kliniki ndogo kijijini, wakatibiwa na kuwekewa mahali salama pa kupumzika. Juma aliwatazama kwa macho yenye huzuni na upendo usio na kipimo. Niliwapoteza kwa sababu ya tamaa ya mama yenu, lakini sitawaacha tena, alisema, akiwa ameketi kando ya vitanda vyao. Habari za tukio hilo zilisambaa kijijini na hata vijiji vya jirani. Watu waligwaya kusikia mwanamke kumtupa mtoto wake mwenyewe. Wengine waliona kama Halima alilaaniwa na pepo la tamaa. Na kweli, wakati Juma akilia na kushukuru Mungu kwa muujiza wa kuokoka kwa watoto wake, Halima alikuwa mbali, akisafiri kuelekea mjini, akizani hakuna atakayewahi kugundua alichokifanya, akizani amefuta alama za uovu wake. Lakini alisahau kitu kimoja, Mungu huficha, lakini hasahau. Baada ya tukio la kutisha lililotikisa kijiji kizima, watoto wale wawili waliokuwa wameokolewa kutoka shimoni, walihamishiwa kwenye kituo cha kulelea watoto yatima mjini. Walikuwa dhaifu, wakiwa na hofu kila walipomsikia mtu akipaza sauti. Lakini walipokelewa kwa upendo mkubwa na mama mlezi wa kituo hicho, Mama Stella, aliyewaahidi maisha mapya yenye matumaini. Baada ya miezi michache ya matunzo na tiba ya kisaikolojia, watoto hao walionekana kuanza kupata nafuu. Walipewa majina mapya, mkubwa aliitwa Amani na mdogo aliitwa Neema, majina yaliyowakilisha kile walichokipoteza, lakini bado walikistahili, amani na neema kutoka kwa Mungu. Siku moja, mfadhili kutoka nchi ya mbali, mwanamke mzungu aitwaye Mrs. Catherine, alifika katika kituo hicho. Aliguswa sana na hadithi ya Amani na Neema. Aliomba ruhusa kuwalea watoto hao kama watoto wake, akiahidi kuwapa elimu, malezi na maisha bora zaidi. Baada ya mchakato wa kisheria, walipelekwa naye nchi ya mbali. Maisha mapya yalianza. Walihudhuria shule bora, wakafundishwa nidhamu, huruma na maadili ya kiroho. Catherine hakuwaficha historia yao, aliwaambia ukweli kwa upole, akiwasisitizia kwamba walibaki hai kwa sababu walichaguliwa kwa kusudi kubwa. Maneno hayo yaliwapa nguvu ya kusonga mbele. Miaka ikapita haraka.
Amani alianza kuvutiwa na sayansi na teknolojia, akitamani siku moja kutengeneza mashine zitakazookoa maisha ya watu. Neema kwa upande mwingine, alipenda sana sanaa na kuandika hadithi. Wote walikuwa na ndoto kubwa, wakiamini kwamba hawakuokoka kwa bahati mbaya, bali kwa mpango wa Mungu. Ingawa walikuwa mbali na nchi yao, mioyoni mwao walihisi wito wa kurudi siku moja, kusaidia watoto wengine waliopitia mateso kama yao. Waliapa kwamba siku moja wangerudi nyumbani, si kama waathirika, bali kama mfano wa ushindi juu ya maumivu. Safari yao mpya haikuwa tu ya kujifunza, bali pia ya kujiponya na kujiandaa kwa hatima ambayo bado ilikuwa inakuja. Miaka ilikuwa imepita tangu Halima kutoweka kijijini. Alikuwa akiishi mjini na yule tajiri aliyemchukua, mtu mwenye pesa nyingi lakini asiye na moyo wa huruma. Maisha yake mapya yalionekana ya kifahari, nguo za bei ghali, magari ya kifahari na anasa za kila aina. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na giza zito. Kila usiku alipolala, ndoto mbaya zilimtesa. Alisikia sauti za watoto wakilia, wakimuita mama. Mara nyingine aliona mikono midogo ikijaribu kumfikia kutoka gizani, ikimlilia msaada. Alipoamka, alijaribu kusahau, akitumia pesa na starehe kufunika maumivu, lakini haikusaidia. Kadiri siku zilivyopita, ndivyo ndoto hizo zilivyokuwa kali zaidi. Mume wake tajiri, Bwana Karim, alianza kuchoka naye. Aligundua kuwa Halima hakuwa na upendo wa kweli, alikuwa tu akifurahia utajiri wake. Wakati biashara zake zilipoanza kudorora, Halima hakuwa tayari kushiriki mateso yake. Badala ya kumtia moyo, alianza kumlaumu. Ugomvi ulizidi kila siku, hadi Karim alipomwambia kwa baridi, "Nimekuchoka. Kila kitu nilichokupa, nimekutoa. Nenda zako." Halima alijaribu kubembeleza, lakini hakuaminiwa tena. Mali zote zilichukuliwa, akaachwa na begi moja la nguo. Marafiki waliokuwa wakimzunguka kwa tabasamu na sifa, walitoweka ghafla. Ndipo Halima alipoanza kugundua ukweli mchungu, raha alizokuwa akizitafuta hazikuwa na maana bila amani ya moyo. Alianza kuzurura mitaani, akitafuta pa kuishi. Mara nyingine alilala katika vibanda vya mitaani, akijutia maisha yake. Watu waliokuwa wakimjua zamani walimkwepa, wakisema, "Huyo ndiye mwanamke aliyewaua watoto wake." Kila usiku, ndoto zile zile zilimrudia. Alijaribu kuomba msamaha, lakini hakuamini kama angeweza kusamehewa. Machozi yakawa mlo wake wa kila siku. Raha zake zote za kijinga zilikuwa zimegeuka kuwa laana. Sasa, akiwa maskini kuliko alivyowahi kuwa, Halima alianza kuelewa thamani ya kile alichokipoteza, upendo wa kweli, utu na moyo wa mama. Lakini ilikuwa imechelewa sana. Miaka 25 ilikuwa imepita tangu Halima aondoke kijijini pale akiwa kijana mwenye tamaa na ndoto za maisha ya raha. Sasa alikuwa mzee, dhaifu, na uso wake umejaa mistari ya majuto. Alitembea kwa miguu akiwa na mfuko mdogo mkononi na nguo zilizochakaa. Hakukuwa na mtu wa kumpokea, hakuna ndugu wala rafiki aliyebaki. Kijiji alichokuwa kikidharau zamani kilikuwa kimebadilika. Barabara zimewekwa lami, nyumba zimejengwa kwa matofali na watu walionekana wakiishi kwa amani. Halima alihisi moyo wake ukijaa mchanganyiko wa hofu na huzuni. Aliogopa kuulizwa alipokuwa wapi miaka yote hiyo. Alipofika sokoni, alisimama karibu na wanawake waliokuwa wakipiga soga. Alisikia jina fulani likitajwa mara kadhaa. Mapacha wale wa Juma, unaamini? Sasa ni mabilionea. Wamejenga shule, hospitali, hata barabara hii ni wao waliogharamia. Halima alisikia damu zikimganda mwilini. Alihisi kama dunia imepoteza usawa. Watoto wa Juma? Aliuliza kwa sauti ya chini, machozi yakianza kumtoka. Mwanamke mmoja alimtazama, akasema kwa msisimko, "Ndiyo. Wale mapacha waliokolewa shimoni. Mungu ni mwema sana." Halima aliketi chini, mikono yake ikitetemeka. Sauti ya ndani ilimnong'oneza, "Hao ni watoto wako, wale uliowatupa." Macho yake yakajaa machozi, moyo wake ukawa mzito kama jiwe. Alihisi aibu kubwa, lakini ndani yake palizaliwa hamu isiyozuilika ya kuwaona, hata kama ingekuwa mara ya mwisho. Usiku ule alilala chini ya mti, karibu na nyumba aliyowahi kuishi zamani. Alitazama anga lililojawa nyota, akilia kimya kimya. Alimkumbuka Juma, mume aliyempenda kweli, na watoto aliowadharau kwa upofu wa tamaa. Asubuhi ilipofika, aliamka akiwa amedhamiria kitu kimoja. Angeenda mjini kuwatafuta mapacha wake, hata kama wangemkataa. Alijua hana haki ya kuitwa mama tena, lakini alitamani kuwaomba msamaha, kwa moyo wa kweli. Safari ya toba ilikuwa inaanza, safari ya kurudisha utu wake uliopotea, hata kama ingekuwa kwa machozi ya mwisho ya maisha yake. Miaka mingi ilipita, na watoto wale mapacha waliokuwa wameokolewa, Amani na Neema, walikuwa wanaume wakubwa wenye heshima na mali nyingi.
Sasa walikuwa wakiwaongoza kampuni kubwa, wakiwa na mradi mkubwa wa misaada unaowasaidia watoto yatima na familia maskini kote nchini. Siku moja, walirudi kijijini pale walipozaliwa kwa hafla ya misaada. Watu wa kijiji walikusanyika kuangalia hafla, wakishangilia barabara mpya, shule zilizojengwa na zawadi walizoleta kwa watoto wa kijiji. Amani na Neema walikuwa mashuhuda wa mafanikio, wakibeba hadhi ya heshima kubwa, lakini mioyo yao haikuweza kusahau historia yao ya mateso na muujiza wa kuokolewa. Halima, sasa mzee na maskini, aliposikia habari za hafla hiyo, moyo wake ulijaa mchanganyiko wa woga na hamu. Alivaa nguo zilizochakaa, zilizokuwa na doa za muda, na kujiweka pembeni mwa foleni ya watu waliokuwa wakijiandaa kushuhudia hafla. Alipoinuka kuingia kwenye eneo la ukumbi mdogo, alihisi jicho la kila mtu likimkumbuka, lakini hakuna aliyemtambua. Alipojaribu kuelekea karibu na mapacha wake, macho ya Amani na Neema yalipokelewa usoni mwao kama mwangaza wa siri. Mwanzoni, walimtazama kama mzee wa kijiji tu, asiyejulikana. Lakini wakati macho yao yalipoangazia uso wake, alama za kuzaliwa na tabia za mtoto waliowaziwa kimwili zilisababisha kumbukumbu kuibuka. Amani alinyanyua kipande cha kioo kilichokuwa karibu, akitazama kwa umakini. Ndipo aliona alama ya mzazi wake, alijua. Neema pia alitambua haraka. Wote wawili walishikilia kioo kidogo, wakitazamana kwa sekunde chache zisizo na sauti, macho yao yakijaza hisia zisizoelezeka. "Mama?" Amani aliuliza kwa sauti ya chini, macho yake yakiwa makali. Neema hakusema neno, lakini macho yake yalionyesha kuchanganyikiwa na hasira. Halima alishindwa kusema lolote. Aliweza tu kuinua mikono yake kwa hofu na majuto. Wakati huo, watu waliokusanyika walishangaa kuona hali hiyo. Hakuna mtu aliyekuwa amesikia historia kamili ya ukatili huo, lakini kutoka kwenye macho ya watoto waliokuwa watu wakubwa, kulionekana kama mwangaza wa ukweli unaposimama mbele ya dhambi. Hii ilikuwa muda wa kukabiliana na matokeo ya matendo ya zamani, muda wa kuona jinsi historia haiwezi kufutika, na jinsi usahihi wa maisha unavyoweza kuibuka kwa njia za ajabu. Halima alijua, alikuwa amekabiliana na watoto wake, sasa wakiwa wenye nguvu, hekima na haki ya kuamua hatima yake. Jumla ya kijiji kilikusanyika pale kwenye ukumbi wa hafla, wakishuhudia tukio lisilo la kawaida. Halima, mzee maskini na mwenye macho yaliyojaa mistari ya majuto, alitembea polepole kuelekea mbele ya watoto wake. Miguu yake ilikuwa nzito, moyo wake ukiwa mzito kwa majuto ya miaka mingi. Alipofika mbele yao, hakusema lolote kwa sekunde kadhaa, macho yake yakijaza machozi. Hatimaye kwa sauti ya kutetemeka, alijaribu kusema, "Watoto wangu, msamehe mama yenu. Nilifanya dhambi kubwa zaidi ya maisha yangu yote. Nilichukia upendo wenu na ninyi hamkukosea kamwe." Alipiga magoti mbele yao, mikono yake ikinyanyua kama akiomba rehema kutoka mbinguni. Kila mtu aliyekuwepo alilia kimya, wakishuhudia dhambi kubwa ya mama na moyo wake wa toba. Watoto wale mapacha, sasa wakiwa wanaume wenye hekima na mali nyingi, walitazamana kwa muda, mioyo yao ikijaza mchanganyiko wa huzuni na huruma. Amani aliinua mkono wa mama yake, kisha Neema alimshika mkono wake kwa upole. Kwa pamoja, walimkumbatia, wakimfanya Halima kuhisi upendo uliokosa kwa muda mrefu. Amani alisema kwa sauti ya utulivu na hekima, "Mama, tulikuwa karibu kufa kwa sababu ya tamaa ya wengine, lakini Mungu alitupa maisha mapya. Sasa tumsamehe aliyejaribu kutua maisha yetu. Tumeweza kuishi, kukua na kuleta uzuri duniani. Sasa msamaha ni wako." Neema aliongeza, "Hakuna cha zaidi cha kusema. Tumekuwa bora na sasa tunakupa upendo wetu. Msamaha ni zawadi ya kweli kwa mioyo yetu yote." Halima alilia, macho yake yakimwaga machozi ya furaha na majuto, huku akihisi mwanga wa amani ukijaza moyo wake. Watoto wake walimjengea nyumba nzuri karibu na kijiji, wakimtunza kila siku. Alijua kuwa alikosa sana, lakini bado aliona wema na huruma inavyoweza kushinda giza. Hadithi hii ilimalizika kwa ujumbe mkubwa uliosalia kwenye mioyo ya kila mtu wa kijiji. Tamaa huua upendo, lakini msamaha huleta uzima wa kweli. Watoto waliokuwa wamelishwa na mateso, sasa walikuwa mfano wa hekima na upendo, wakionyesha dunia kuwa kila mtu anaweza kurekebisha makosa, na msamaha ni nguvu kubwa zaidi kuliko dhambi yoyote.